Karibu sana katika kituo cha Al-Zam Olfas Center. Tumekuja hapa lakini pia vile mbele yangu yuko mzee Saidi na meneja wa Chapesa. Wamekuja kwa ajili ya kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima. Ikumbuke ya kwamba tunaelekea katika siku kuu ya Idi baada ya mfungo wa Ramadhan. Ndugu yangu, Ramadhan inaelekea kutamatika pasi na shaka. Naam, kwanza kushukuru kwanza na niweze kuwasalimu assalamu alaikum wanayetutazama na wanayetufuatilia. Tumekuja katika kituo cha Al-Zam Orphanage Center, lengo kuja kutoa sadaka kwa sababu mwezi unatamatika na imani kesho wengine watakula Idi, kuna wengine kesho kutwa kwa sababu kuna utofauti. Kwa hiyo sisi kama kampuni ya meneja ya Chapesa Media tukaona sio busara au kwa hiki kidogo tulichokuwa nacho, hebu tukale na wenzetu tukagaia ambao watoto wenye mahitaji kama haya, kwa sababu vipo vituo vingi, lakini kulingana na tukaona tuweze tukuja hapa Al-Zam kwa kile tulichokuwa nacho, tuje tuwakabidhi kwa mamangu Bi Zainabu hapa. Tuliwasiliana naye, kwa hiyo kikubwa zaidi ambayo hatuna hoja kubwa sana leo ni kuja tu kuleta sadaka kwa ajili ya watoto wasiojiweza. Na mbele yangu yuko mzee Saidi, naye pia ni miongoni mwa watu ambao wamejumuika kwenye hafla hii pengine ya kuja kutoa msaada wa watoto yatima katika kituo hiki cha Al-Zam. Mzee Saidi, uko poa? Mimi niko poa. Uzima upo? Uzima upo. Sasa kama hivyo ndio maana ninaona mzima. Sasa ningekuwa naumwa ningekuja huko Al-Zam. Nisingeweza kuja. Unaweza kinaitwaje? Al-Zam. Ndio hivyo, twende taratibu tutaelewana. Najua tayari. Tayari nini sasa? Mimi nitajua tayari. Tayari nini? Tayari nini? Kuja au tayari kuchelewa kuja? Bwana, kwanza mzee Saidi tuanzie hapa bwana. Ndio. Kitu gani hasa ambacho kimewagusa kama management nzima ya Chapesa kwa ajili ya kuja kutoa msaada kwa watoto yatima? Kwanza umekosea. Sisi hatujaja kutoa msaada. Sisi tumeleta riziki. Kila mmoja aipate riziki. Umenielewa? Kama mimi ninavyopata riziki, basi na hawa nao wenye mahitaji nao wapate riziki. Maana kuna wengine hawajiwezi. Kwa hiyo wewe unayejiweza, na dini ndivyo inavyoelekeza, wewe unayejiweza basi kula chakula kinachofanana na wale utakaowapelekea. Wewe sio unakula mchele ulionyooka, wenzio unawapelekea chenga. Haiswihi. Kwa hiyo sisi tumeleta riziki kwa watu ambao wenye mahitaji maalumu, kwa kwamba na wao wajisikie kwa kwamba ala, kumbe kuna watu wako nyuma yetu na sisi wanatujua kwa kwamba na sisi tunahitaji tuburudike. Kwa hiyo sisi tumewaletea riziki kidogo. Alhamdulillah, kwa siku hiyo watakayokuwa tayari baada ya Idi na wenyewe wapate riziki. Sio unakula wewe tu, na wao lazima wale, afu ukipewa hela unatia mfukoni, ukipewa na wewe toa. Na mimi ndo ninakwambia dini ya Kiislamu inaelekeza unapopewa na wewe toa, sio wewe ukipewa yangu sio yako peke yako. Kuna wengine hiyo uliopewa wanaitizama, bwana mbona mimi anipi na yeye kapewa, toa na wewe. Saidianeni, dini ya Kiislamu ndivyo inavyosema, au maelekezo ya dini kwa saidianeni. Kwa hiyo kama ni kusaidiana ndo kama hivi, na sisi tumepiga hodi kwa watoto wenye mahitaji maalumu. Mimi ndo mara yangu ya kwanza sijawahi kutoka. Bwana Chapesa kaniambia, bwana Saidi lazima tufanye mchango tupeleke kwa vijana. Nikamwambia basi hapana shaka. Kwa kuwa na mimi nyumbani kwangu mwishe anakula, basi na hawa lazima nao wale. Anachokula mwishe ndicho watakachokula hawa. Sio mwishe ale mchele ulionyooka alafu wala ileti maana. Kwa hiyo sisi tumekuja kumtembelea Bi Zainabu au dada yangu. Mimi amenitambulisha, amesema jina langu mimi ni jina la baba yake. Kwa hiyo hapa naongea na mwanangu. Kesha nikabidhi tayari kuwa naongea na mwanangu. Na hapana shaka kila baada ya wiki au wiki mbili tutakapokuwa tunapata riziki, basi tunaweza tukawa tunakuja kuwatembelea. Alafu kingine, siku zote, na hili mimi nataka niliongee. Na kwa nini naliongea? Nimelipata dondoo kwa kwamba mnapokwenda kutoa riziki sio upeleke pesa. Na ukishapeleka pesa tayari umeshatengeneza uadui, ujue. Yule mama anapata pesa. Hakuna pesa sisi. Sisi hatujaleta pesa. Tumeleta juisi, tumeleta mchele, tumeleta na vitu vingine vyenye mahitaji maalumu. Sisi hatujaja na hela hapa. Sisi tumeleta riziki. Sasa kama wewe unaona kwa Bi Zainabu mzee Saidi kaenda wako na Chapesa wamepeleka mpunga, sisi tumeleta mchele.
mchele si hatujaleta hela. Nikuletee hela mimi ya nini? Mimi sikuletei hela, mimi naleta riziki. Kila mmoja ale. Sasa wewe hapa wataona baba mzee Saidi kafika pale pana hela. Sina hela. Mimi nimemletea mchele Bi Zainab awapikie vijana wale. Pengine unawaambia nini haswa? Kuna watu ambao pia wanajiweza, lakini kwenye swala kama hili la utoaji kidogo kwa upande wao umekuwa mgumu haswa. Mimi ninavyofahamu Watanzania ni wepesi sana wa kuitika. Na Watanzania ukiwapigia hodi wanakubali. Kwa itikadi zao, ziwe ze itikadi zao, zisiwe kwa itikadi zao, huwa mara nyingi wanatoka. Kwa mfano, nitakupa mfano mdogo. Mimi niliumwa. Kuna watu walinisaidia. Sitaki kuwataja kwa majina moja na nawashukuru. Niliumwa, wakaniletea hela, wakaniambia mzee nenda kajitibie, na nimejitibia alhamdulillah. Ndio unaniona nimesimama. Umenielewa? Na wewe ulikuja ulinikuta napoza naam shekhe, ukikutana na kitu lazima upewe kitu. Kuna mtu mmoja aliniambia mzee Said ulikuwa hujajiandaa. Nikamwambia mimi nilikuwa nakwenda tunamtegemea Allah peke yake. Unategemea Allah peke yake. Kwa hiyo bana, sisi kwa mimi binafsi nawaomba sana aliyekuwa nacho na asiyekuwa nacho akikipata kidogo tuwakumbuke hawa watu. Ndugu mtangazaji, unajua kuna watu wana maisha magumu sana. Yaani wewe unalalamika una maisha magumu, lakini ukifika maeneo mengine unajua unasema bwana mimi Mwenyezi Mungu kanipendelea. Kwa hiyo wewe uliyepewa na Mwenyezi Mungu kakuona, basi kumbuka na wenzio. Watolee na wenzio, na ndio maana hata kwa Kristo wanasema kuna matoleo ya kutoa. Basi tutoe ulicho nacho, msaidie mtu. Si kwa kuwa eti leo nimeonekana mimi nimekuja kutoa hapa Alzamu, basi waseme basi mzee Saidi anatuambia wote twende tukatoe. Alzamu wewe kama unacho sio Azamu. Sawa, sio Azamu. Umesema Azamu. Alzam, nimesema Alzam, jina gumu shekhe. Majina hayo umesoma Qur'ani kama hujasoma upite wapi? Upite wapi? Ukishaijua alhamdu sinatosha shekhe. Ukijua alhamdu unajua hapa ndo pa kutokea. Na Mwenyezi Mungu anasema kabisa katika nguzo lazima uijue alhamdu. Umenielewa? Kwa hiyo tutoe, tuwe wepesi wa kuitikia. Mimi nakubali Watanzania ni watu wa huruma sana. Nakubali kabisa, sikatai. Watanzania ni watu wa huruma. Pamoja na kuwa wanatukana kwenye mitandao kwenye itikadi zao tofauti, lakini wana huruma. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani nataka nimalize kabla sijaenda kwa mama. Ndio. Kuna mwaliko wote ambao ulishawahi kupokea? Japo imefanyika mingi. Kwa mwaka huu Ramadhani hii na nilikuwa naomba isitokee. Kwanza mimi binafsi nilikuwa naomba nisialikwe sehemu yoyote. Wallahi vile. Kwa sababu ile ndio inaleta mfarakano. Wewe unaalikwa kwenda kwenye kufuturu, huko watu wanalalamika kwa nini kaenda kufuturu. Mwaliko lakini. Ni mwaliko. Wao nisikilize vizuri. Wao hawajui ni mwaliko wa kwenda kufuturu. Na ni ibada ile kwenda kufuturu. Ukikataa sehemu ya kwenda kufuturu aliyokualika Muislamu mwenzio, hii ni haramu shekhe. Umenielewa sijui? Mtu kaamua kwa kwamba bwana mzee Saidi tafadhali na kuomba leo jioni tujumuike wote tupate futari. Wewe ukikataa shekhe, hiyo funga yako battery. Lakini sasa huku sasa wapi? Huku kwa Ngulumbili anaendaje kule? Ngulumbili anauliza kaendaje katusaliti. Sijawasaliti. Mwaliko lazima unibane. Na mimi ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwezi huu. Sijaalikwa kokote. Na nilikuwa naomba Mungu. Kuna mtu mmoja akaniambia bwana ikifika chungu 15 nitakualika. Nikamwambia shekhe nitakuwa sipo. Nitakuwa safari kidogo, lakini wallahi nilikuwepo hapa. Unaogopa mawe? Anaogopa mawe shekhe. Wanarusha mawe. Mwanangu wa kike Alima alikuja kuniambia baba, usiende tena siku nyingine ukialikwa kwenda kufuturu. Mawe aliyokuwa anayaona huko yalikuwa sio ya mchezo. Alikuja akaniambia bwana baba usiende kula futari. Nikamwambia inshallah mwanangu, basi tutakula futari nyumbani hapa. Ila futari yao ulikuwa unaenda unakula na kuokota unaokota. Kawaida shekhe. Si kama hivi hapa. Ndio maana Bizai amesema kuonekana nyinyi mmekuja hapa itaonekana kama mimi nimeokota. Na ndio maana nimewahi kusema mapema, sisi tumeleta riziki, hatujaleta fedha. Tuliweke sawa hilo. Hapa tuokoti. Hapa tuokoti, sisi tumewaletea.
Si atuokote hapa, sasa tutaokota nini? Si tumeleta riziki. Na bahati mbaya au bahati nzuri, tuseme bahati mbaya, tumewakuta vijana wako shule. Kwa hiyo huwezi kuwakatisha kwa sababu mzee Saidi kapeleka mchele. Sio kweli, waache wafanye shughuli zao, ili mradi imeshafika, riziki imekuja, tumeshamkabidhi muhusika, hapa shaka. Neno moja kwa crew nzima ya Chapesa, unawaambia nini hasa? Nimwambie nini mimi Chapesa? Zaidi ya kumwombea dua shekhe, moyo wake uwe hivi hivi siku zote. Kuna neno gani tena? Huwezi kumsifia mtu, msifie Mwenyezi Mungu aliyempiga kofi kawakumbuka hawa. Umenielewa? Sasa wewe unaanza kumsifia Chapesa baada ya kumsifia Allah, bila Allah kumwelekeza kwa kwamba bwana, hebu hii hela niliyokupa hii nenda katafute riziki uwapelekee wale. Wewe unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu. Shukrani sana. Haya, asante sana.